Habari za mchana kaka na dada, ndugu pamoja jamaa na marafiki na wasalimu. Na kwetu hapa ni saa 8:20 majira ya Marekani huko Illinois. Kwa hiyo nilitaka kushiriki nanyi kwa somo moja ambao linahusu jinsi ya kufikiria au makosa ya kufikiria. So utangulizi wa somo langu ni kwamba somo hili linafundisha kuhusu makosa ya kufikiri katika saikolojia. Kujifunza kuyatambua na kuyashinda kunaweza kutusaidia kuwa na amani zaidi maishani. Ukiwa na amani, unaweza kujifunza vizuri na kwa kina zaidi. So darasa letu la leo linahusu sana kuhusu makosa ya kufikiri. Na kama utangulizi ni kwamba tukiwa na amani tunaweza kufanya vitu vingi. Tunaweza kuendelea kiroho, tunaweza kuendelea kimwili, kwa sababu tutakuwa sehemu tulivu, sehemu yenye fujo, na hiyo inaendana na sehemu ulipo, iwe nchi, iwe familia, iwe jamii, kwenye shule. Vitu vyovyote ambavyo unafanya ili ufaulu, lazima uwe na amani kwanza, kwa sababu amani inakusaidia kupata fursa ya kujifunza zaidi na kupata maendeleo ya maisha yako ya kiroho na kimwili, kwa sababu ukijua vyema mwanadamu anakuwa katika roho na mwanadamu anakuwa katika mwili. Kwa hiyo kuna swali ambalo ninashiriki na nyinyi. Sijui mtajibu vipi. Mimi na majibu yangu na nyinyi mnaweza kutoa majibu yenu. Makosa ya kufikiri ni nini? Makosa ya kufikiri ni uamuzi usio sahihi unaosababishwa na msongo wa mawazo au stress. So wakati unapokuwa uko na msongo wa mawazo, unaweza kufanya maamuzi mengine ambao watu watajiuliza, je, huyu mtu anafanya kwa nini? Kwa nini imetokea afanye hivi? Hiyo inasababishwa na stress au kuwa na msongo wa mawazo. Inasababisha mtu kufanya maamuzi ambayo haiko sahihi. Njia potofu ya kuangalia mambo. Ina maana wewe kila kitu unaangalia kwa njia tofauti na jinsi inapaswa kuwa. So unafikiria ulivyo wewe unafikiria ni sawa, hata japo uko katika njia ambayo sio sahihi. So wewe unafikiria tu njia unazoangalia au njia unavyoona jambo ni sahihi kadiri unavyoona wewe. Haijalishi ni nini unafanya, haijalishi ni nini mtu amefanya, wewe unafikiria unavyofanya ni sahihi tu. Husababisha kufanya mambo yanayoongeza matatizo badala ya kuyatatua. So msongo wa mawazo unasababishwa vitu hivi. Unaweza kufikiria unatatua jambo, kumbe unazidisha matatizo. So baada ya matatizo kuisha, matatizo yanazidi. Mfano, mtu anasema, kwa kuwa mimi nina matatizo, acha niende kulewa pombe, kwa sababu nikilewa pombe sitafikiria. Kwa ukilewa zaidi utajikuta unaanza kufanya vitu vingine ambavyo sio sahihi. Hata jamii pia itaendelea kujiuliza kwa nini mtu anafanya vitu kama hivi. Sisi sote tunaweza kufanya makosa haya kwa sababu tunaishi katika dunia isiyo kamili. So makosa ya kufikiri sio kwa ajili ya mtu fulani, ni kwa watu wote. Tunaweza kuwa tunafanya vitu vingine, wakati mwingine mtu anajioji au anahoji, kwa nini hiki kinafanyika? Kwa sababu tuko duniani. Makosa yanafanyika kwa sababu tuko duniani, na wakati tuko duniani ndio tunaweza kupata pia msongo wa mawazo. So na tunaweza kufanya maamuzi yasiyo sahihi, tunaweza kufikiria kwa njia potofu, na tunaweza kufikiria vitu ambavyo tunafanya vinatatua matatizo, kumbe vinazidisha matatizo. Nafikiria kifupi niishie kwanza hapo, lakini somo hili linaendelea kwa
dakika chache ambazo zinakuja. Asante sana, jioni njema au siku njema.